Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka kupokea taarifa yetu ya habari Afrika leo jioni. Karibu katika Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito hii leo kwa kufanyika uchunguzi huru wa vifo vya Wapalestina zaidi ya 30 vilivyotokea karibu na kituo cha kugawa misaada kinachoratibiwa na Marekani katika ukanda wa Gaza. Mamlaka nchini Nigeria zimeripoti vifo vya watu zaidi ya 200 baada ya mafuriko makubwa kukumba mji wa Mokwa. Mgombea wa upinzani kutoka chama kizalendo cha sheria na haki nchini Poland, Karol Nawrocki, ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Wakenya wakasirishwa na kuzuiliwa kwa aliyebuni chombo cha kupinga mswada wa fedha mwaka wa 2025. Naam, natumai buheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Wakenya wameelezea kughadhabishwa na kuzuiliwa kwa mtengenezaji wa programu ambaye alibuni chombo cha kusaidia watu kupinga mswada wa serikali wa kila mwaka wa fedha kwa sababu ya hofu kwamba utapandisha gharama ya maisha. Rose Njeri azuiliwa siku ya Ijumaa baada ya polisi kuvamia nyumba yake katika mji mkuu Nairobi na kunasa vifaa vya kielektroniki. Wanaharakati wamesema polisi na serikali bado hawajatoa maoni yao kuhusu kuzuiliwa kwa mama huyo wa watoto wawili. Maandamano makubwa yamezuka mwaka jana baada ya serikali kupendekeza nyongeza ya ushuru na kulazimu Rais William Ruto kuondoa mswada wa fedha wa mwaka wa 24. Mswada huo unaeleza jinsi serikali inakusudia kuongeza mapato. Takribani watu 50 wameuawa na makumi kadhaa walitekwa nyara katika msako mkali wa vikosi vya usalama ili kumaliza maandamano yaliyozuka mwaka jana. Rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya, LSK, Faith Odhiambo, aliambia kipindi cha wanahabari kwamba kuzuiliwa kwa Bi Njeri ni kujirudia kwa udikteta. Siku ya Jumapili, kundi la wanaharakati walikusanyika nje ya kituo cha polisi jiji kuu la Nairobi, ambako msaidizi wa programu hiyo anazuiliwa wakitaka achiliwe. Balozi wa Marekani wa Israeli Meka Huckabee amekosoa vikali wito wa Paris wa kulitambua taifa la Palestina, akipendekeza katika taarifa ya kejeli kwamba ikiwa Ufaransa inadhamiria hivyo, basi itengeneze sehemu ya Riviera ya Ufaransa na kuanzisha taifa la Palestina huko. Mwezi huu Ufaransa na ushirikiano wa Saudi Arabia iliongoza kwa pamoja mikutano wa kimataifa katika Umoja wa Mataifa unaolenga kutafuta suluhisho la mataifa hayo mawili, jambo ambalo serikali waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amelipinga. Paris pia imetangaza kuwa huenda ikatambua taifa la Palestina mwaka huu. Wakati huo vyanzo vya Palestina vimesema kuwa jeshi la Israel lilifanya msururu wa mashambulio katika maeneo mbalimbali ya ukingo wa magharibi wa mto Jordan usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu, ambapo walowezi walioshambulia makazi wa Palestina na kusababisha majeraha na uharibifu wa mali. Duru za habari zimeripoti kuwa wanajeshi wa Israeli walivamia mji wa Dura kusini mwa Hebron
na kuwakamata vijana kadhaa wa Kipalestina wakiwemo wafungwa wa zamani. Idadi rasmi ya watu waliofariki baada ya mafuriko kukumba mji wa Mokwa nchini Nigeria siku ya Alhamisi imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 200. Maafisa wamesema watu wengine 500 bado hawajulikani walipo katika mji ulio katikati mwa jimbo la Niger. Hata hivyo, afisa wa eneo hilo Musa Kimboku amesema kwamba juhudi za uokoaji zimesitishwa na kwa sababu mamlaka haiamini tena kuwa kuna mtu yeyote ambaye bado anaweza kupatikana akiwa hai. Mafuriko hayo yaliyosemekana kuwa mabaya zaidi katika eneo hilo kwa miaka 60 yalikumba miji ya Tifin, Manza na Agwan au sawa baada ya mvua kubwa kunyesha. Katika juhudi za kuzuia magonjwa katika eneo hilo, mamlaka ya hivi karibuni imeanzisha kutafuta maiti zilizozikwa chini ya ardhi. Mkuu wa wilaya ya Mokwa, Muhammadu Aloyu, amesema walisimulia matukio ya maafa wakazi wa eneo hilo, ambapo kwamba waliona nyumba na familia zao zikisombwa na maji. Shirika la Msalaba Mwekundu la Nigeria limetoa taarifa siku ya Ijumaa likisema mafuriko hayo yalisababisha hasara kubwa na dhiki karibu kila sehemu. Huwa inatokea mafuriko yasiyo ya kawaida wakati wa msimu huu wa mvua nchini Nigeria, ambao hudumu kwa mwezi wa Aprili hadi Oktoba. Nao mwaka wa 2024 Nigeria ilikumbwa na mafuriko kutokana na mvua kubwa ambayo ilisababisha vifo, huku watu wakilazimika kuhama makazi yao. Uchina inasema Marekani imekiuka pakubwa makubaliano yao ya kibiashara na kwamba itachukua hatua kali kutetea maslahi yake. Wizara ya biashara ya Uchina imesema Marekani imehujumu makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo huko Geneva mwezi uliopita, ambapo nchi zote mbili zilipunguza ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka kwa kila mmoja. Msemaji huyo ameongeza kuwa hatua ya Marekani pia imekiuka pakubwa maafikiano yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo ya siku mwezi Januari kati ya kiongozi wa Uchina Xi Jinping rais wa Marekani Donald Trump. Maoni hayo yanadaiwa baada ya Trump kusema siku ya Ijumaa kwamba Uchina imekiuka kabisa makubaliano yake na wao. Rais wa Marekani hakutoa maelezo, lakini mwakilishi wa biashara Jamieson Greer ambaye baadaye amesema Uchina haikuondoa vikwazo vilivyokuwa vya ushuru kama ilivyokubaliwa chini ya makubaliano hayo. Uchina chini ya mapatano ya kibiashara yaliyofanyika mwezi Mei katika mkutano huko Geneva, Marekani ilipunguza ushuru uliowekwa kwa bidhaa kutoka Uchina kutoka 145% hadi 30%. Ushuru wa kulipiza kisasi wa Uchina wa bidhaa za Marekani ulipungua kutoka 125% hadi 10%. Siku ya Jumatatu, Beijing imesema ukiukaji wa makubaliano wa Marekani ni pamoja na usitishaji wa uuzaji wa programu za kutengeneza chipu ya kompyuta kwa makampuni ya Uchina, kuonya dhidi ya kutumia chipu zinazotengenezwa na kampuni kubwa ya teknolojia ya Uchina Huawei, na kufuta visa kwa wanafunzi wa Uchina. Makubaliano hayo yaliyofikiwa mjini Geneva yaliwashangaza wachambuzi wengi kwamba inaonekana kuwa pande zote mbili ziko mbali sana na masuala mengi ya kibiashara. Daktari wa Kipalestina ambaye watoto wake waliuawa katika shambulio la anga la Israeli huko Gaza tarehe 23 Mei amefariki dunia kutokana na majeraha aliyopata katika shambulio hilo, maafisa wa afya wamesema. Daktari Hemdi El Naja alikuwa tu amewasili baada ya kupeleka mkewe Daktari Hala El Naja katika hospitali ya Nasser, ambapo wanandoa hao walifanya kazi wakati nyumba yao huko Khan Yunis iliposhambuliwa. Watoto wao 9 waliuawa huku 10 wakijeruhiwa vibaya. Hamdi alitibiwa hospitalini hapo kutokana na majeraha ya ubongo na ya ndani, lakini alifariki dunia Jumamosi. Ala na mtoto wao Adan mwenye umri wa miaka 11 ambaye amesalia hospitalini ndio manusura pekee wa familia hiyo. Katika taarifa, Israel ambapo ndege ilishambulia washukiwa kadhaa waliotambuliwa na vikosi vya IDF kama wakifanya kazi katika jengo karibu na wanajeshi katika eneo la Khan Yunis, eneo hatari la mapigano ambalo watu walikuwa wamehamishwa hapo awali
kwa ajili ya ulinzi wao. Madai raia kuadhirika yanapitiwa. Mgombea wa upinzani kutoka chama cha kizalendo cha sheria na haki nchini Poland, Karoli Nawryk, ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika hivi karibuni, hatua inayowavutia viongozi mbalimbali wa Ulaya waliompongeza kwa ushindi huo. Katika ujumbe zao za pongezi, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier wameonyesha matumaini ya ushirikiano na uongozi mpya wa Poland, huku akisisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano ndani ya Umoja wa Ulaya. Kupata 50.89% ya kura, ushindi wa Nawryk unaonekana kama pigo kwa serikali iliyoko madarakani inayofuata sera za wastani, ambayo imekuwa ikijitahidi kuimarisha nafasi ya Poland kama mshirika imara wa Umoja wa Ulaya. Kambi ya jeshi katika mji wa Timbuktu nchini Mali imeshambuliwa na watu waliotajwa kuwa wanajihadi siku ya Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo na wakazi katika taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na machafuko ya kijihadi. Zaidi ya Waislamu milioni 1 wamefika katika mji mtakatifu wa Mecca nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kushiriki ibada ya mwaka huu ya Hija. Mamlaka nchini humo zimeahidi kuhakikisha ibada hiyo inafanyika kwa njia salama kutokana na ongezeko kubwa la joto. Ibada hiyo ya Hija hufanyika kila mwaka, ambapo mwaka huu inatarajiwa kuanza rasmi siku ya Jumatano wiki hii. Wawakilishi wa Ukraine wamekutana na maofisa kutoka mataifa ya Ujerumani, Italia na Uingereza kuelekea kikao chao cha wajumbe wa Urusi kutafuta suluhu la mzozo wa Ukraine. Katika hatua nyingine, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema yuko tayari kuchukua hatua zozote ili kuhakikisha amani inapatikana. Mkutano kati ya Urusi na Ukraine unajiri baada ya Kyiv kuripotiwa kutekeleza mashambulio ndani ya ardhi ya Moscow. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, anayekabiliwa na kesi ya uhaini, alifikishwa tena mahakamani katika mji wa Kisutu ambapo kesi yake ilifanyika. No reform. No reform. Nchini DRC, maswali yanaendelea kuibuka kuhusu mahala aliko waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo, ambaye Mei 20 alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Nchini DRC, maswali yameendelea kuibuka kuhusu mahali aliko waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo, ambaye Mei 20 alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela pamoja na kazi nguvu na mahakama ya kikatiba baada ya kukutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za umma. Katibu mkuu wa chama chake Franklin Shemala amesema kiongozi huyo hapatikani tena kwenye simu zake alikoripotiwa kuwa jijini Kinshasa wiki iliyopita. Tulijaribu kumtafuta katika magereza ambapo pengine angeweza kuwa. Hatukumpata. Tuliamua kuutaarifu umma ili kuomba yeyote mwenye taarifa atuambie. Tunawasiliana na familia yake ambayo pia ina wasiwasi. Tuna hofu kubwa kwa kweli. Tunataka kujua aliko. Ingekuwa vema kwetu kama mamlaka ambazo ziko katika nafasi nzuri zaidi kutuambia Matata Ponyo yuko wapi sasa hivi. Ni sauti yake Franklin Shamala, katibu mkuu wa chama cha aliyekuwa waziri mkuu wa DRC Matata Ponyo. Idara ya usalama kwenye mji wa Colorado nchini Marekani inasema watu 6 wamejeruhiwa baada ya mtu mmoja
kurusha moto wakati wa maandamano ya raia kushinikiza kuachiwa kwa mateka wanaoshikiliwa na kundi la Hamas huko Gaza. Ama kwenye mji wa Colorado nchini Marekani zinasema watu 6 wamejeruhiwa baada ya mtu mmoja kurusha moto wakati wa maandamano ya raia kushinikiza kuachiwa kwa mateka wanaoshikiliwa na kundi la Hamas huko Gaza. Mark Michael ni afisa wa shirika la upelelezi la FBI kwenye mji wa Denver. Baada ya kupata taarifa za awali, ni wazi hiki kilikuwa kitendo cha kupangwa kufanya uhalifu, na FBI inachunguza tukio hili kama tendo la kigaidi. Kwa huzuni kubwa, matukio kama haya yameanza kuwa ya mara kwa mara kwenye nchi yetu. Huu ni mfano wa namna wahalifu wanaendelea kutisha jamii zetu. Ni jukumu letu, yani FBI, walinzi wa mipaka, polisi na washirika wetu wa kijamii kuwafikisha wahalifu hawa kwenye mikono ya sheria na kuzifanya jamii zetu kuwa salama. Vyombo vya habari na mitandao ya kijamii nchini Tanzania imesema serikali ya Tanzania yadaiwa kulifuta gazeti la Gwajima. Vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na barua ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii ikielezwa kutolewa kwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kiampa inasema serikali imelifutia usajili kanisa la Fufuo la Uzima linalomilikiwa na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Haya yanatokea ikiwa ni siku moja tu tangu kiongozi huyo wa kidini atangaze msimamo wake wa kukemea vitendo vya utekaji na watu kupotea. Gwajima anayejipambanua anakajizolea umaarufu mkubwa nchini humo kwa kile anachosema anapinga vitendo vya utekaji. Amezungumza na ambaye amesema taarifa hiyo kadhalika anaziona tu kwenye mitandao. Hata hivyo imeshindikana kumpata mara moja bwana Kiampa kutoa uhakika wa taarifa hiyo na barua ambayo inaelezwa kutoka kwenye ofisi yake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito hii leo kwa uchunguzi huru wa vifo vya Wapalestina zaidi ya 30 vilivyotokea karibu na kituo cha kugawa misaada kinachoratibiwa na Marekani katika ukanda wa Gaza. Hii ni baada ya kikosi cha uokozi kudai kwamba vifo hivyo vimesababishwa na mashambulio yaliyofanywa na Israel. Wanawake kutoka katika miungano mbalimbali ya kutetea haki za binadamu ama haki za wanawake waliokusanyika katika mkutano wa rais wa zamani wa nchi hiyo ya DRC wataka kuhusishwa kushiriki juhudi za amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Joseph Kabila ameelezea haja ya kuhusishwa kwao katika mchakato wa kutafuta amani kwenye eneo hilo linalogubikwa na vurugu na vita. Uingereza itaunda hadi nyambizi 12 mpya za mashambulio, waziri wake mkuu ametangaza, huku serikali ikizindua tathmini yake kuu, ambapo Sir Keir Starmer amesema hadi manowari 12 zenye silaha za nyuklia zinachukua nafasi ya meli za sasa za Uingereza kuanzia mwishoni mwa mwaka wa 2030 na kuendelea. Waziri mkuu pia amesema kwamba kudhibitisha kuwa Uingereza itatumia bilioni 15 euro hizo katika mpango wake wa silaha ya nyuklia. Sir Keir amesema kwamba pamoja na manowari ya nyuklia ya Uingereza, meli hizo mpya zitaiweka Uingereza na NATO salama kwa miongo kadhaa. Tathmini ya ulinzi ya kimkakati iliyoagizwa na chama cha Leba itaunda vikosi vya kijeshi vya Uingereza kwa miaka ijayo.
kiongozwa na aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Leba Lord Robertson, itatoa mapendekezo 62 ambayo serikali inatarajiwa kukubali kikamilifu. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Hapo basi unaungana nasi, haujakosea. Ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Habari kuu ni pamoja na Jaji Modibo Sanko wa Mali ndiye rais mpya wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Nitakufahamisha kuhusu vyuo vikuu bora barani Afrika. Na makala ya leo ni kwamba baada ya kuuawa kwa Kimnyole Arapa Turukata, wengi waliamini kuwa kazi ya utabiri ilikuwa imekwisha. Hawakujua kuwa ataibuka mtoto wake aitwaye Koitalel Arap Samoe. Wale ambao wanapenda historia na wanafunzi wazuri wa historia, leo nimewaandalia hayo. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia hatua zake za uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Karibu tena. Jaji Modibo Sanko anachukua nafasi ya Mtanzania Iman Daudi Abd ambaye amehudumu kati ya mwaka 2023 na 25 katika wadhifa wa rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki ya Binadamu na Watu. Kabla ya kuchaguliwa kama rais, wakati wa kikao maalum cha 77 cha Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kilichofanyika jijini Arusha nchini Tanzania, Sako alikuwa makamu rais wa mahakama hiyo. Kwa upande mwingine, Mwalgeria Ben Saula Chafika ndiye makamu rais wa mahakama hiyo. Kati ya nchi 55 wanachama Umoja wa Afrika, ni mataifa 34 tu yaliyoridhia uanzishwaji wa mahakama hiyo yenye makao makuu yake jijini Arusha nchini Tanzania. Baada ya miaka mingi kadhaa ya ugomvi na hapa na pale ya kupatanishwa, hatimaye Diamond Platinum amefunga ndoa na Zuchu. Tukio hilo limezua gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watu wakifurahia na wengine wakionyesha mashaka yao kuhusiana na mahusiano ya masuperstar hao wawili. Je, Zuchu ndiye almasi ya Diamond? Amuoa Zuchu. Habari kubwa nchini Tanzania na Afrika Mashariki hivi sasa ni ndoa ya kimya kimya iliyofanyika mwishoni mwa juma kati ya Diamond Platinumz na Zuchu. Picha za wawili hao wakifunga ndoa zilianza kusambaa mtandaoni Juni mosi. Ndoa hiyo ilifungishwa na Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam,
Sheikh Walid Omar Kawambwa. Ndoa hiyo inakuja miezi kadhaa baada ya Diamond Platnumz kumwaibisha hadharani Zuchu kwa kushindwa awali kutokea katika shughuli ya posa, jambo ambalo lilimhuzunisha Zuchu na familia yake. Sintofahamu hiyo ilipelekea Zuchu kusema kuwa hakuwa sehemu ya lebo ya Wasafi tena inayomilikiwa na Diamond Platnumz. Uamuzi wa Diamond Platnumz pia unakuja baada ya Diamond kuonekana akiwa karibu na msanii kutoka Ghana, Fantana, katika show ya Netflix Young Famous and African, huku Diamond akisisitiza kuwa yeye ni single na kuwa Zuchu ni msanii mwenzake tu. Hata hivyo, hii si mara ya kwanza kwa Diamond kuoa. Kwa mujibu wa Diamond mwenyewe, ikumbukwe kuwa msanii huyo maarufu barani Afrika pia ni mzazi mwenza wa msanii na mfanyabiashara kutoka Uganda, Zari Hassan, ambapo wawili hao wamejaliwa watoto wawili kabla ya kuachana mwaka 2018. Mbali na Zari, Diamond Platnumz sio mgeni kwa mahusiano, kwani ameshawahi kuwa na uhusiano na Wema Sepetu, Hamisa Mobeto ambaye amezaa naye mtoto mmoja, na pia amewahi kuwa na uhusiano na msanii Tanasha Donna ambaye ni mwanamitindo kutoka Kenya ambaye amezaa naye mtoto mmoja. Mashabiki wake wanajiuliza, je, Diamond Platnumz ndiyo atakuwa amefika sasa kwa Zuchu au huu utakuwa ndio mwanzo wa drama mpya? Tuko kwenye mkao wa kula kusubiria. Tunawatakia kila laheri. Hivi ndivyo vyuo vikuu barani Afrika ambavyo ni bora. Kulingana na jarida la Times Higher Education la nchini Uingereza, lilitoka hivi karibuni chuo kikuu cha Witwatersrand cha Afrika nchini Afrika Kusini ndicho taasisi ama ndicho chuo cha elimu ya juu bora zaidi barani Afrika. Takwimu hizo hutumia vigezo mbalimbali kama vile ufundishaji, ubora wa utafiti, mazingira ya tafiti na kadhalika. Hata hivyo, vyuo vikuu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki vimekosekana kwenye 10 bora ya orodha hiyo. Unadhani nini kifanyike kuongeza ubora wa vyuo vikuu Afrika Mashariki? Chuo cha kwanza ni hicho cha Witwatersrand ambacho ni cha Afrika Kusini, ambapo vile vile Stellenbosch ni cha pili, Mohamed cha 6, cha Egypt ni cha 3, University of Johannesburg cha 4, KwaZulu Natal cha 5, Mansoura cha 6, cha 7 University of Pretoria, cha 8 El Azhar cha 10 Cairo University, alafu anayefunga pale ni chuo kikuu cha Covenant University. Baada ya kuuawa kwa Kimnyole Arap Turkata, wengi waliamini kuwa kazi ya utabiri ilikuwa imekwisha. Hawakujua kuwa ataibuka mtoto wake aitwaye Koitalel Arap Samoei, ambaye atakuja kubeba maono ya baba yake mzazi. Koitalel Arap Samoei, mtume aliyepinga dola ya kibepari. Baada ya kupigwa mawe na kuuawa Kimnyole Arap Turkat, Orkoyot anayeheshimika wa Nandi, wengi waliamini kuwa moto wa unabii ulikuwa umezima. Lakini kutokana na hasara hiyo, aliinukia mwanawe mdogo zaidi, Koitalel Arap Samoei, ambaye angeendeleza maono ya baba yake na katika upinzani mkali. Katika vilima vyenye ukungu vya Nandi, ambapo mababu huzungumza kupitia upepo na moto, Koitalel alikuwa zaidi ya kiongozi, alikuwa nabii. Alizaliwa karibu mwaka 1860 huko Samitu Aldai, na alirithi sio tu cheo cha baba yake, lakini pia maono yake. Aliweza kubashiri ujio wa nyoka nyeusi, reli iliyopasua ardhi ya Nandi kuashiria uvamizi wa kigeni. Akiwa na miaka 25 tu, Koitalel alikuwa Orkoyot, kiongozi wa kiroho, mganga na jenerali wa vita. Kwa zaidi ya mwongo mmoja aliongoza upinzani usiokoma dhidi ya majeshi ya Uingereza, akipinga vikali reli ya Uganda ambayo ilitishia uhuru wa Nandi. Lakini usaliti uliingia na kukata zaidi kuliko risasi. Mnamo Oktoba 19 mwaka 1905, afisa Mwingereza Richard Maynard Zagan alimvutia kwenye mazungumzo ya amani. Koitalel aliponyoosha mkono wake kwa nia njema, alipigwa risasi peupe. Mkutano wa amani ukageuka kuwa mauaji. Waingereza walikata mwili wake na kubeba fuvu lake hadi London, nyara ya ufalme yenye kutisha.
Ingawa kifo chake kilimaliza upinzani wa Nandi, kilipanda pia mbegu ya ustahimilivu. Mwanawe Barsirian Arap Manyei baadaye angekuwa mfungwa wa kisiasa wa Kenya aliyeshikiliwa kwa muda mrefu zaidi, akiendeleza urithi wa ukaidi. Leo Koitalel ameenziwa kama shujaa wa kitaifa. Jumba la kaburi huko Nandi Hills liko katika kumbukumbu yake, na chuo kikuu cha Koitalel Arap Samoei kinaitwa jina lake. Ukumbusho kwamba ukweli hata unaponyamazishwa bado unasikika. Kisa cha Koitalel Arap Samoei sio tu kuhusu upinzani, ni kuhusu maono, dhabihu na nguvu ya kudumu ya watu ambao walikataa kushindwa. Watu waliokataa kushindwa, na hakika tumai umepokea mazuri haya ambayo namna yetu tunakuletea kupitia taarifa ya Afrika leo jioni kutokea idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Asante sana. Nachukua maoni yako hapa hivi. Ingekuwa Israel mafara ya kiimani wangesema jamaa hapa. Tuenda hapo kwenye eneo hili. Anaitwa nani? Anasema Anthony Silos pale hivi, kuna watu walikuwa hawahesabiki kama ni watu zamani, wakapata ukombozi, sasa wanajirudisha huko kwenye kufanyiwa ukatili. Anthony Silos anazungumza. Adel pale Munyinga anasema dawa yake ndio unampiga miezi 6 kavu kwa dharau mahakama koti. Taarifa ya Tundu Lissu aonywa kutotamka no reforms no election akiwa mahakamani. Amepigwa leo onyo. Oda mapema pale hivi, mjenga pale hivi uchumi anasema kwamba oda mapema uletewe mapema kwa bei. Asante sana. Sawa, naitwa no reforms no election, hata mimi nishasema. Mohamed Dube pale hivi anazungumza. Yona pale hivi Stephen pale hivi lazima aonywe, maana hiyo mahakama si ina wenyewe. Mambo yangu sasa, hata mkwepeje mtakuja mumwachie, aibu itawasuta wenyewe. Sigo anasema Sigi Oiso, kuna swali la kujiuliza. Utamshika mtu huku hauna ushahidi, unaanza kutafuta ushahidi mtu akiwa amefungiwa. Hiyo ni kuendesha demokrasia? Imedidimia. Sijui ni nani anaishauri CCM, maana imeshapoteza mwelekeo. Sigi Oiso ndio maoni yake hayo, mimi nayatilia tu sauti. Real JSP pale hivi, kifungo cha 131 cha CPA sura ya 20 kinazungumzia kufungua mashtaka ya jinai wakati upelelezi haujakamilika, na kinalenga kuzuia kesi za ovyo zisizokuwa na ushahidi wa kutosha. Haya ndio hali ambayo inajitokeza, msikilizaji, hapo atumai pote pale ulipo mambo yanazidi kulia mazuri tu katika hatua kama hii, ambapo angalia hapa hivi. Asante sana. Anaitwa nani huyu ambaye Francis anasema asante sana. Sema Mreidhi sema bwana nakupata salama sana kupitia Facebook. Asante sana na karibu. Eza Boy pale hivi, Simon pale hivi, kwani anasema kwamba ukweli hautajificha pale hivi, hata tusipongea, it's only going to worsen the situation. Kuzungumzia maswali yale ya Anjeri kuweza kushikiliwa. Alafu Suleiman Abdulaziz anasema kwamba Martha Karua yuko wapi? Ken Kosgei pale hivi, sioni makosa kwake. Kijana wa Kisukuma pale hivi, usicheze na kitu inaitwa fedha. Asema Omwenga pale hivi, Nyamwea pale hivi, reason why Ruto sikupati hapo vizuri sana. Anaitwa David pale Lang'ata, afungwe dawa. Sikuelewi hapo vizuri. Patrick Baraza pale batutaki huyu. Sikuelewi hapa. Kipkorili pale hivi, Kosgei pale hivi, Rose Njeri huyu ni miongoni mwa wanaofaidika kupitia pesa za wazungu. Ulimpata kweli ama tu ni unakisia? Unakisia tu pale hivi. John Kanyenye pale hivi, Ufaransa na mataifa mengine, kama kweli mnataka amani Gaza, unganeni na Trump kwa ondoa magaidi wa Hamas, maana hao ni chanzo cha vurugu. Najitokeza Ufaransa wameshindwa na miamba wa Afrika, Burkina Faso, Mali na Niger na Guinea. Sasa wameelekeza ujinga wao kwa Wapalestina. Anafikiri atashtuka Netanyahu, ajui kuwa Netanyahu ni mwamba usiotingizika.
yale ambayo yanajitokeza pale hivi. Abdulakari pale hivi, mtofu pale hivi. Sikuana. Ni taarifa ya habari msikilizaji, maoni yako, ambapo moja kwa moja acha nitazame hapa hivi kwenye kijidibwasha changu hapa kingine hapa, ambapo katika anaitwa nani, Franco. Asante sana Franco, ukiwa maeneo yale ya 2-in-1 border pale hivi, wanasema pale hivi wa Hispania pale hivi 2-in-1 border, na watakia majukumu mema hapo studioni, na wapata sawia hapa Hispania border. Asante sana kuendelea kuwa msikilizaji mzuri, Franco Kisanga pale maeneo ya 2-in-1 border pale hivi maeneo ya Hispania, mpakani pale. Nashukuru sana kuendelea kutufuatilia kwenye taarifa zetu za utendeti. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.